vipaumbele vya ufalme. Tafsiri hii ya Kiswahili imetoka katika neno ambayo ameandika kwa Kiingereza, align with the kingdom priorities. Hilo neno align ambalo ndo kwa Kiswahili wametumia neno fungamana. Wale walio na magari huwa wakienda mojawapo ya service za magari, kuna mojawapo inaitwa wheel alignment. Wheel ni zile tairi. Alignment, kwa hiyo wanajua wanavyofanya wao ili tairi zikae sehemu yake. Na inamaanisha sana katika spidi, mwendo wa gari na matumizi ya mafuta na mengine yote. Kwa hiyo wanaita wheel alignment. Achana na ile wheel balance, nazungumzia wheel alignment. Hilo neno align ambalo ndio fungamana linamaanisha rudi kwenye njia, barabara. Kwa hiyo kama ni parade, watu wamesimama, kwa sababu wanasema align yourself. Unenda kwenye eneo na usimame sehemu unaopaswa kuwa. Jiweke eneo hilo, position yourself. Weka eneo hilo wewe mwenyewe, ujiweke hapo. Kwa hiyo ni kama ni kusema mimi niko hapa. Align ama fungamana kwa Kiswahili ya tafsiri manake unatakiwa ukae kwenye hii line, basi unasema njoo hapa. Kwa hiyo nini maana yake? Rejea kwenye mstari wa vipaumbele vya ufalme. Tuombe tena. Mungu wetu, asante kwa siku hii ya pili katika mfululizo wa mada hizi kufunguliwa. Tufundishe namna ya kufungamana na vipaumbele vya ufalme katika jina la Yesu, amina. Somo hili limejengwa katika aya 3 za Matendo sura ya kwanza, aya ya 6, aya ya 7 na aya ya 8. Jana somo lilikuwa limejengwa kwenye aya ya kwanza hadi ya 3. Na tulisoma aya ya 4 na ya 5 kwa sababu ya muktadha wa somo la siku 10. Roho Mtakatifu. Ndio maana tulisoma aya ya 4 na ya 5. Na waletea ahadi ya Baba yangu, Roho Mtakatifu. Lakini kwa somo la jana ilikuwa ni aya ya kwanza hadi ya 3. Luka amekuwa katika utumishi pamoja na Paulo, na Bwana alimpatia nafasi ya kuandika. Hii ni gombo la pili anaandika. La kwanza ni kile Injili ya Luka, na ya pili ni hii Matendo ya Mitume, na anaandikia mtu mmoja tu anaitwa Teofilo. Kuna mjadala sana katika ulimwengu wa theolojia kwamba ilikuwa ni cheo kama unavyosikia Kaisaria, ama unavyosikia Farao kwa sababu ni cheo, ama unavyosikia leo tunatumia neno rais, ama barozi, ama alikuwa ni mtu kabisa wa cheo likiwa jina lake Teofilo. Huo mjadala utaendelea, lakini Luka alimwandikia ile Injili amweleze kiunagaubaga juu ya maisha, huduma ya Yesu Kristo. Hiyo ilikuwa ni gombo la kwanza anamwandikia Teofilo. La pili ni hii namna matokeo ya kazi ama huduma iliyokamilishwa na kifo na ufufuo wake, jinsi itakavyoenea kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ndio maana hiyo aya ya 8 ambayo tunayo leo inagawa kitabu cha Matendo maeneo makubwa mawili. Kwa leo tutaeleza ni aya inayogawa kitabu cha Matendo katika maeneo makubwa mawili.
Yerusalemu, Yuda, Samaria, mwisho wa nchi. Kwa hiyo anapomaliza tu hizo aya kwa Teofila, anaanza kumweleza vile Roho Mtakatifu anavyoweza kutenda, kuendeleza alichotenda Yesu na kupaa kwake. Kwa hiyo anaunganishia pale, lakini ndiye anayetuandikia kila ambacho kwenye Injili wakati anaandika hakuweka, na wale waandishi wa Injili wengine hawakuweka. Ni maelezo pekee anayoandika Daktari Luka kwenye kitabu cha Matendo. Biblia inaeleza alipowatokea zile siku 40. Naomba tena usome Matendo 1 ile aya 3. Aya 3, alipowatokea katika hizo siku 40, miongoni mwa mambo ambayo Yesu aliweka msitizo. Sikiliza hiyo aya 3. 1 aya 3 inasema wale aliowadhihirishia nafsi yake, ndio kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, sawa, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40, na kuyanena mambo yaliyouhusu ufalme wa Mungu. Alinena mambo yaliyohusu ufalme wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo akimaliza hiyo aya ya 3, akawaambia habari za Roho Mtakatifu kwenye aya ya 4, aya ya 5. Wao habari za Roho Mtakatifu haikuwa kitu cha msingi. Kwa nini? Kwa sababu ya swali lao. Sasa soma ile aya ya 6. Yesu anamalizia habari za Roho Mtakatifu, lakini swali lao halihusu habari za Roho Mtakatifu. Soma ile aya ya 6. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Naona hoja yao, huu ndio wakati unaowarudishia Israeli ufalme. Kwa nini wana hoja hiyo ya ufalme? Kwa sababu aya ya 3, siku 40. Jana tuliangalia alitumia ndani ya siku hizo 40 akiwapatia msitizo juu ni yeye yu hai, amefufuka. Siku 40 ambao tuliangalia jana ya kwamba kama wasingeamini amefufuka, wangalimo katika dhambi, na waliolala katika Kristo wamepotea. Tuliangalia hizo aya jana kwenye Wakorintho ya kwanza sura ya 15 aya ya 12 mpaka aya ya 18. Habari ya ufufuo, mtu anayeamini Yesu amefufuka, Biblia inaeleza huyo ndiye ametoka dhambini. Asiyeamini kuna ufufuo, yungali bado katika dhambi. Kwa hiyo swala la kufufuka kwa Kristo ilikuwa ni hoja nzito mno, na Yesu alitumia siku 40 alipokuwa akiwatokea, akiwaeleza ni mimi, ni hai. Na tuliona kwa nini hivyo. Hata wanafunzi wake hawakuamini ya kwamba amefufuka, licha ya waliowapatia taarifa ni wenzao. Kwa hiyo ilibidi achukue, maana hakuna popote wataenda, hakuna chochote watafanya, hakuna utume wowote watakaobeba ikiwa hawasadiki Yesu yu hai. Na ndio maana ukiamini Yesu yu hai, popote wakupeleke, yuko hai. Hakuna zaidi wanachoweza kututishia kuliko kutuua. Na wakituua, tafsiri yake ni kwamba hawatatufikia tena. Wataambulia maiti zetu, hawataambulia utii wetu. Na vinavyotusumbua mpaka tunakosa amani ni kwa sababu kuna kifo. Na kifo hiki Yesu anasema ni usingizi. Parapanda italia na waliolala katika yeye watainuka. Wasiwe tena na udhaifu wote wakati wanakwenda kaburini.
Ndio maana nasema viziwi watasikia, wabubu wataongea, vilema watarukaruka. Kila kilicho kidhaifu hakitatoka kaburini kikiwa kidhaifu. Wataingia katika miili yenye udhaifu, lakini watatoka na miili isiyo na udhaifu. Kwa hiyo ina maana ikiwa watatuua, ni kwamba tumepata nafasi ya kutofikiwa tena na adui, kwa sababu tunatajwa na Biblia, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa wapate kupumzika. Ikiwa tunaogopa kupumzika, hii nayo itakuwa ni kichekesho. Ikiwa ni kwa ajili ya Kristo, lakini sio kwa sababu nikoroge sumu ninywe, hapana, ila kwa sababu ya Kristo na kutana na mateso, hiyo bado itakuwa faida. Paulo anasema kuishi kwangu ni Kristo na kufa ni faida. Tena yeye anasema ningelitamani sana niweze kuondoka ulimwenguni, lakini kwa ajili yenu, kati Paulo anaandika hivyo, ninapaswa kuendelea kuwemo katika mwili. Kwa hivyo anasema huu ndio wakati wa kuwarudishia Israeli ufalme. Yesu akabadilisha gia. Naomba usikize vizuri. Akagundua ndani ya siku 40 hawajajua, alipokuwa anazungumzia juu ya ufalme wa Mungu, kumbe hawajaelewa bado. Hebu sikiliza aya ile ya 7. Hapa akawahamisha, ili ujue uelewa wao ni tofauti kabisa na uelewa wa Kristo mpaka dakika hii. Hebu soma aya ya 7. Akawaambia, akasema, si kazi yenu kujua nyakati wala majira. Si kazi yenu. Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe. Swala la wakati na majira yako kwa mamlaka ya nani pekee? Ya Baba. Swali lao wao waliuliza, hivi huu ndio wakati wa kurudisha ufalme Israeli? Yesu anasema sio kazi yenu kujua wakati huo. Unajua habari ya ufalme, Biblia inataja ilikuwa ndio hotuba na mzigo wa ubiri la Yohana Mbatizaji. Hii andika tu, lakini nitaisema kwenye ile Mathayo 3 aya ya 2. Wakati Yohana anahubiri katika nyika ya Uyahudi, ubiri lake ilikuwa hivi: tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Ndio ilikuwa hotuba yake. Lakini pia Biblia inaandika kwamba hata hotuba ya Yesu, maisha yote ya miaka 3.5 tangu amebatizwa, nenda nyikani, toka kujaribiwa ndani ya siku 40, rudi, alipoanza huduma ile, Biblia inataja moja kwa moja kwenye ile Mathayo 4 aya 17, naye Yesu alipoanza kuhubiri, hubiri lake ilikuwa ni hivi: tubuni, kwa maana ufalme wake umekaribia. Kwa hivyo anayeanza katika Agano Jipya ni Yohana Mbatizaji, na mzigo wa utume wake, ufalme wa Mungu umekaribia. Yesu pia naye ni hivyo hivyo. Kwenye hiyo 4 Mathayo aya 17, ufalme wa Mungu umekaribia. Kwa hiyo wakati amepanda punda, mwana wa punda, akili zao sana mwana wa Daudi ilikuwa sasa ufalme unakuja, na walikata tamaa sana. Wanashangaa baada ya siku chache tu anawekwa msalabani. Walidhani atafanya chochote atuke, hakuna kinachotokea. Ndio maana hata yule mnyang'anya anasema, wewe si ni Kristo, basi na ushuke na halafu tuokoe na sisi. Kwa hiyo ufalme wa Mungu. Kwenye Injili ya Luka, hebu soma Luka sura ile ya 17, usome aya ya 20 na 21, uone pia hapa kwenye Injili ya Luka sura ya 17 aya ya 20 na 21. Na alipoulizwa na Mafarisayo, waliuliza nini? Ufalme wa Mungu utakuja lini? Unaona?
Wanafunzi hapo wanamuuliza baada ya kufuka kwake, ufalme wa Mungu utakuja lini? Hivi ndio wakati wa kurudisha ufalme kwa Israeli? Mafarisayo ni viongozi wa kidini wa Israeli, wanasema ufalme wa Mungu utakuja lini? Walikuwa wanataka wajue huo ufalme, lakini ufalme gani wao wako nao, ambao ndio unaangalia ndio uelewa mpaka wanafunzi wa Yesu wakati huu. Halafu aliwajibu akawaambia, Yesu aliwajibu siku ile, ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza, hauchunguzwi, wala hawatasema tazama upo huku au kule, kwa maana tazama ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Nasema ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza, ufalme wa Mungu uko ndani yenu. Na unajua anajibu maneno haya, wanafunzi wake wapo. Lakini nenda ile sura ya 19 ya Injili ya Luka, kwenye ile aya ya 11, wakati tu amezungumza habari za Zakayo, akazungumza ile aya ya 10, maana mwana wa Adamu amekuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Aya ya 11, angalia uelewa wa hao watu, na walikuwa ni wengi sana. Ukiangalia ile aya ya 3 unagundua walikuwa ni makutano. Na unajua hata Zakayo alishindwa kumkaribia Yesu kwa sababu ya makutano, watu wengi. Sasa sikiliza aya ya 11, wote hao uelewa wao ulikuwa ni upi? 19:11 Luka. Walisikia hayo, aliongeza kusema mfano. Ikabidi aongeze kusema mfano. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa karibu na Yerusalemu. Na wao walidhani ya kuwa ufalme wa Mungu utaonekana mara. Unaona? Wao walijua ufalme wa Mungu sasa ndio kabisa, yani ndio unakaribiwa, yani kama ni kusimikwa, unaenda kusimikwa. Ikabidi aongeze mfano wa yule kabaira aliyeita watumwa wake akawapa fedha, wote wakiwa na fedha dinari, akawapa fedha mina, ndio natamka neno la Kiyunani mina pale, akawapa, ambayo ni sawasawa na mshahara wa muda wa miaka karibu mitatu, karibu miaka mitatu na kitu. Akawapa, akawambia fanyeni biashara mpaka nitakaporudi. Akasafiri nchi za mbali kwenda kutwaa ufalme. Ni kwa sababu ya uelewa huu ilibidi aweke ule mfano ambao wakati mwingine unauchanganya na ile Mathayo 24:25, ile mfano wa talanta 5, 2, 1. Lakini hii kuna tofauti kabisa, na aliweka ule mfano ili awasaidie kujua ufalme wa Mungu sio sasa hivi, bado naenda kutwaa ufalme alafu nitakuja. Saizi fanyeni biashara, huu ni muda wa kufanya biashara mpaka nitakapokuja. Wao wanafikiri unakuja sasa hivi. Kwa ikabidi aongeze mfano. Hao ni watu wa Israeli, wao wanajua sasa hivi ufalme unakuja. Lakini sio tu hivyo. Hoja ambayo walimpeleka Yesu kwa Pilato ni kwa sababu wakamshtaki kwamba anadai yeye ni mfalme. Kwa hiyo walidhani ni ufalme anakuja kufuata. Nenda uangalie kwenye kitabu kile cha Injili ya Yohana sura ile ya 18, halafu usome aya 36. Ilibidi Yesu amjibu Pilato, wakati Pilato anasema wewe ni mfalme, ujibu ujui na mamlaka ya kukufunga ama kukufungua. Alipotamka hivyo ikabidi Yesu amweke sawa Pilato. Hebu soma kwenye Yohana Injili sura ya 18 na ile aya 36. 36 inasema Yesu akajibu, ufalme wangu si wa ulimwengu huu. Ufalme wangu si wa ulimwengu huu, wewe Pilato. Kama ufalme wangu ungekuwa ulimwengu huu, ndio watumishi wangu wangenipigania mimi leo, nisije nikatiwa mikononi mwa Wayahudi. Ndio. Lakini ufalme wangu sio wa hapa. Yani pressure ya Sanhedrin, pressure ya utawala, yani ufalme wangu mimi sijaja kwa ufalme wa hapa. Sishughuliki na huu ufalme. Alafu Pilato akamuuliza, kwani wewe ni mfalme? Yesu akasema, wewe wasema, kwenye hizo aya inayofuata. Mimi ni mfalme, lakini sio ufalme wangu sio wa hapa. Ingelikuwa ni wa hapa ningepiganiwa na watumishi wangu.
nisingetua mikononi mwa Wayahudi. Ufalme wangu sio wa hapa na sio wa ulimwengu huu. Na wanasikia, lakini pamoja na hayo yote hawaelewi. Sio wa hapa na sio wa ulimwengu huu, amna. Na saa nyingine tunatamani tuone Yesu anatamalaki ufalme wa ulimwengu huu, ufalme wa Afrika Mashariki, ufalme wa Tanzania, ufalme wa Kenya. Tunatamani kuona anatamalaki, kwa sababu Yesu ni Bwana wa mabwana, ni mfalme wa wafalme. Tunapata hizo tashwishi, tunakuwa na uharakati nationalistics, yani tunataka kuwa wanaharakati. Yesu anasema sikiliza, ufalme wangu sio huu. Not political, sio wa kisiasa hata siku moja. Saa nyingine watu wanasema tunataka turekebishe nchi, turekebishe siasa, turekebishe na hiki. Hivi unasoma vizuri Biblia? Biblia haisemi tunaenda sehemu yenye unafuu. Biblia inaeleza hali itazidi kuwa mbaya na hakuna atakayeibadilisha. Mbona ameeleza kwenye Mathayo, ameeleza majanga ya asili yatazidi kuwa mabaya, mafuriko, matetemeko, njaa. Amezungumzia habari za tabia za kisiasa, tabia za kitawala duniani hapa, vita mahali na mahali, matetesi ya vita. Mbona ameeleza na vitazidi kuongezeka, na anasema utungu utaongezeka. Akaja akazungumzia tabia za wakazi wa dunia hii, ya kwamba upendo wa wengi utapoa na maasi yataongezeka. Halafu leo asimame mtu aje atutangazie ya kwamba mambo yatapungua, majanga ya asili yatashuka, mafuriko, njaa, magonjwa vitashughulikiwa. Hapata kuwa na tabibu wala mtaalamu atakayeshusha viwango hivyo vya maradhi ya dunia hii. Hayupo. Wala hakuna atakayeleta wanasiasa duniani wazungumze kitu kimoja. Hakuna jambo hilo. Wala hakuna atakayeondoa uovu usiongezeke. Piga ua garagaza, haitatokea. Halafu mtu anadanganya, nataka niweke mambo sawa. Ufalme wangu si wa dunia hii. Badilisha kipaumbele. Usiwekeze kuwekeza katika ufalme wa dunia hii, kwa sababu yeye ufalme wake sio wa hapa. Watu wa Mungu kizota, akili ya Yesu ni hii. Vitu vitakavyofanya tubabaike ni pale tunapotaka ufalme wa hapa uwe namna tunavyoona, kwa sababu tu eti Yesu ni Bwana wa mabwana, ni mfalme wa wafalme. Hilo hajaja kurekebisha. Haleluya kanisa. Hashughuliki na hilo. Watu wanasema Yesu ulikuwa wapi wakati inakuwa hivyo? Sema Yesu alikuwepo. Kwa nini hajafanya, hajazuia? Yeye amesema tu nimeiweka siku nitakapohukumu kwa haki, na sio leo. Basi kana kwamba haitoshi, wakati amefufuka amekutana na wale wawili wakiwa Emmaus, wale wanafunzi wake. Yaani wakati Yesu anawaambia hivyo, ninyi mnasema nini mkiwa njiani mnaenda? Kwenye ile Luka sura ya 24. Angalia lugha yao waliozungumza. Soma ile aya ya 21. Wale wanafunzi wa Yesu siku ile ya Jumapili Yesu alipofuka, wana huzuni, wanatoka Emmaus, wanatoka Yerusalemu wanaenda Emmaus. Yaani uso umeshuka kabisa, matumaini yote yamezikwa. Mambo yamechanganya, mara wamemuiba, mara amefufuka, mara ilikuwa hivi. Sasa sikiliza lugha yao wanapozungumza hawa wanafunzi wa Yesu siku ile. Hawajui huyu anayejiunga na wao ndio Yesu mwenyewe na ndiye aliyefufuka. Sasa angalia. Soma aya 21. Wanavyoeleza aya 21 peke yake. 24:21 Luka. Aha. Na tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye atakaye wakomboa Israeli. Tulikuwa tuna matumaini juu ya huyo aliyekufa, kwamba ndiye atakayekomboa Israeli. Zaidi ya hayo yote, leo ni siku ya 3 tangu yalipotendeka mambo hayo. Tangu auawe msalabani, leo ni siku ya 3. Yaani ile lugha unajua ukisoma kwa Kiswahili, nasi tulikuwa tukitumaini. Uwezi ukaiona ile radha, ile mudi walionayo. Yaani maana yake wameshuka, tumaini lao lote limetoweka. Nasema tulikuwa tunatumaini hata
atakayekomboa Israeli. Ile lugha la atakayekomboa Israeli sio anaenda kuikomboa na nini basi? Maana kama ni ukombozi leo tunajua Yesu amekomboa sio tu Israeli, amekomboa ulimwengu kwa damu yake, kwa kifo msalabani. Halafu anasema tulikuwa tunatazamia, tunatumaini atakomboa Israeli. Maana yake ni nini? Atairudishia Israeli heshima na hadhi yake. Ule ufalme Davidiki monarchical, ile utawala wa Daudi anayetabiriwa anakuja, shina la Yese, ambaye walikuwa wanajua atairudisha Israeli kwenye kiwango na kuitoa mikononi mwa Rumi waweze kujitawala. Political Israel, Israeli ya kisiasa yenye mipaka yake isiyokuwa na mtawala mwingine. Tulikuwa tunatazamia ataikomboa Israeli, political Israel. Na kwa sababu hiyo matumaini yetu yameyuka, na alikaa naye miaka 3.5. Tulikuwa tunatumaini, lakini tumaini hilo limezikwa lote na bahati mbaya mambo yanazidi kutuchanganya. Mara wamemuiba, mara amefuka, habari, kwa kweli hatuna lolote. Wanarudi nyumbani hoi kabisa. We thought, tulidhani, tulifikiri hata turudishia ufalme, lakini haikuwa hivyo. Na ukifuatilia hapo Yesu anasema, enyi msioamini yale yote yaliyoandikwa na manabii. Hamkusoma kwamba Masihi anapaswa ateswe na kufa na kufufuka? Biblia inasema akawafungua akili zao wapate kuelewa maandiko. Akaanza katika Torati, katika manabii, katika Zaburi, kule ambayo yanamhusu yeye. Kwa hiyo hata wanafunzi wake pamoja na hayo hakuna lolote walichojua kuhusu ufalme. Bado amefuka, anawasitizia mimi niko hai. Wao kumbe akili yao yote iko kwenye ufalme huu wa sasa. Hebu nenda kwenye ile Mathayo sura ya 22 na ile aya ya 29 na 30. Siku ile wakati anazungumzia, akili yao yote iko kwenye ufalme. Sasa hebu sikiliza sasa uone. Nimechukua muda wa kutosha hapa ili nikueleze jambo moja muhimu sana, kwa sababu Yesu anabadilisha vipaumbele vyao, ana shift ile gear, focus yao itoke kwenye ufalme huu. Na isipoondoka kwenye ufalme huu, nafasi haitakuwepo kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Sikiliza vizuri hapa. Mathayo 22 aya ya 29 na 30. Yesu akajibu akawaambia, akasema, mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko. Mathayo hiyo ni Mathayo 22, si ndio? 22. Nenda Luka 22, iache hiyo. Nenda Luka 22. Alafu some aya 29 na 30. 29 inasema, nami nawawekea ninyi ufalme, kama vile Baba yangu alivyoniwekea mimi. 30. Mpate kula na kunywa mezani pangu katika ufalme wangu, na kuketi katika viti vya enzi huku mkiwa hukumu kabila 12 za Israeli. Sasa unajua kata anazungumzia ufalme, na wawekea ufalme kama Baba alivyoniwekea. Wao walijua ni wa hapa. Kwa hiyo walimuona Kristo ni mtawala, ni mfalme katikati ya mataifa ya Mashariki ya Kati, na ambaye ndiye kabisa ndio Masihi huyu. Kwa hiyo wakati wamejiunga na yeye, wanaimba hosana siku ile, wanajua tunaenda tayari, nchi inaenda kwenda kuwa huru, mapinduzi yanaenda kufanyika, Rumi inaenda kupoteza usika wake, utawala unarudi sasa Israeli kama ilivyokuwa. Kwa hivyo wakati hayo anasema nimewekea ufalme kama mimi nilivyowekea ufalme. Kwa hiyo akili zao mpaka anafufuka, anapowafundisha habari za ufalme wa Mungu, wao wakati huo akili yao inakimbilia hapa utawala huu wa sasa. Ndio maana saa nyingine tunaposoma ile sala ya Bwana, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, tunabaki sema ufalme wake uje upi? Kwenye ile sala tunaita sala ya Bwana kwenye Mathayo ile 6. Kwa hivyo wanasema Bwana, huu ndio wakati. Lile neno waliotumika pale wanafunzi kutaja linaitwa Kronos. Wayunani wana maneno mawili yanayozungumzia muda.
Moja linaitwa Chronos na jingine linaitwa Kairos. Ni katika hilo neno Chronos, Waingereza wakatafuta ndio tunapata neno la Kiingereza chronology, ambao unasikia chronology ama chronicles. Hilo neno Chronos ni muda, kipindi fulani cha muda, kama ni kuanzia 2000 mpaka 2000 na kadhaa, kipindi kutoka point A kwenda point B. Kipindi hicho wao wanatumia neno Chronos. Chronos, sequential time, muda wa kipindi fulani, kipindi cha utawala wa Mkwawa. Chifu Mkwawa alitawala mwaka huu mpaka mwaka huu. Hiyo ni kama ni Kiyunani tutatumia neno Chronos. Lakini kipindi kingine wanachotumia muda wanatumia neno Kairos. Na ndio Yesu wakati anajibu kwenye aya ya 7 alitumia yote mawili. Si kazi yenu kujua majira na nyakati. Yale maneno ndio ametafsiri kwa Kiingereza, ametumia neno seasons and times. Sasa haya hapa ametaja Chronos, alafu akataja na Kairos wakati Yesu anajibu. Kwa hiyo akaongezea Kairos ni nini maana yake? Kairos ni kipindi ambacho sio kinachochukua muda. Ni kwa mfano sasa hivi. Kusema ni saa ngapi? Anasema sasa hivi ni saa 12 na dakika 13. Ukitaja hivyo, hiyo ni Kairos. Opportune time, at present time, now, sasa. Kwa hiyo ndio Yesu anazungumza habari ya kujua muda wa ufalme wa Mungu, kwamba ni kipindi kipi ama ni muda gani, at appointed time. Hiyo sio kazi yenu, none of your business. Na hii inamaanisha nini? Hampasi kushughulika na muda kuhusu ufalme huo wa Mungu unakuja lini. Sasa ndio maana ndugu zangu, kwa wale wanaosoma ile Mathayo 24 na ile aya 36, katika saa ile wala siku ile hakuna aijuae malaika wala mwana, bali Baba peke yake. Na wengi wanaotuhubiria wanasema Yesu anakuja 2026, 27, na wengine wanasema anakuja 2031, 27 kwa maana itakuwa ndio miaka 2000 tangu Yesu amebatizwa, 31 kwa maana ni miaka 2000 tangu Yesu amekufa msalabani. Kwa hiyo wanaona ya kwamba itakuwa inakamilisha kuwa miaka 6000, na mwaka wa 7 ambao ni milenia tutakuwa tumeenda mbinguni. Kwa hiyo wanapopiga ile mahesabu, watu wanaambia Yesu alisema siku wala saa haijulikani. Wao wanasema alisema siku na alisema saa, ora na hemera, maneno ya Kiyunani, lakini hajasema mwaka. Kwa hiyo wanasema sisi tunasema mwaka, tusemi siku wala tusemi saa. Kumba hawajui hiyo ni Hebrew idiom yake kwenye grammar. Sikiliza, wakati inaandikwa kwamba mtajua mema na mabaya katika ile Mwanzo, inamaanisha nini? Mtajua kila kitu, all knowledge. Ndio maana yake. Kwa hiyo ilikuwa ni jaribu la kujua, ambayo ni sifa ya Mungu yanayejua kila kitu, the omniscience of God. Kwa hiyo Ibilisi alikuwa na wajaribu kwamba mtakuwa na ufahamu kama wa Mungu, sio mnafanana yeye katika umbile, katika uelewa. Yani ninyi mtakuwa kama yeye, na ni Mungu tu ndiye ni all knowing, ndiye anajua kila kitu. Kwa hiyo ilikuwa sio jaribu la kawaida. Lakini anaposema, anamwambia mjomba wake Yakobo, anasema unaenda, lakini usinene naye neno baya ama jema. Wakati Yakobo anamfuatilia Labani anamfuatilia Yakobo ili amrudishe, kwa sababu alitoroka na bila kumwaga na baadhi ya na hiki na kile. Ile maana yake ni kwamba usiseme chochote, speak nothing. Na ndio maana Labani alimwambia kama asingekuwa Mungu wa baba yako. Ni lugha ya Kiebrania katika fasihi zake. Anaposema hakuna mtu ajuaye siku wala saa, anachomaanisha nini? Ondoa swala la muda katika uelewa wa kuja kwa Kristo ama ukuja kwa ufalme wa Mungu, glorious kingdom, ufalme wa utukufu. Na ile neno aliyotumia pale, kitu ambacho mimi ninashangaa ndugu zangu wapendwa, watu wanatumia hiyo aya kusema Yesu sio Mungu. Maana angelikuwa ni Mungu, yeye kwa nini asijue?
Ile ni grama ya Kiyunani iliyotumika pale. Kuna maneno mawili yametumika pale, pamoja na ya kujua yenyewe ile pale. Grama inasema hivi, ikiunganishwa na yale maneno mawili ambayo ni negation, ni kukanusha. Yakiunganika hilo neno kujua la idol, sio ginosko, limetumika idol pamoja na hilo neno ikiunganishwa hilo neno, tafsiri inapaswa kuwa cannot tell, hawezi sema. Yaani Yesu anachosema ni hivi, kuhusu muda, saa na siku, malaika hawezi isema, wala mwana hawezi isema, hawezi ifunua. Ndio maana hapa Luka anasema yamewekwa kwenye mamlaka ya Baba. Tafsiri yake ni hii, ni wajibu wa Baba kuifunua. Haikuwekwa kwa mwana, haikuwekwa kwa malaika. Huu ni utendaji wa uungu, kwamba nani anafunua nini wapi. Mojawapo ya majukumu ya Baba ni kufunua siku na saa kwa masikio ya wanadamu. Hilo haliko kwa mwana, wala haliko kwa Roho Mtakatifu, wala haliko kwa malaika. Hiyo ni Greek kabisa. Kwa hiyo the son cannot tell, hawezi kueleza. Sasa ingawa kwa Kiswahili imetumia neno kujua, kuna anayejua kwa sababu ni tafsiri yote hiyo. Kiingereza na yenyewe to know, nayo ni tafsiri. Lakini lugha ya Kiyunani inazungumzia malaika hawezi isema, wala mwana hawezi isema. Kwa nini? Kwa sababu ni utaratibu wa uungu. Kama ambavyo mwana kazi yake ilikuwa ni kumfunua Baba kwetu, kazi ya Roho Mtakatifu ni kumfunua mwana kwetu, na ndivyo ilivyo Baba, yeye anamfunua mwanae kwetu. Na namna ambavyo imefanyika kwamba mwana afanyike mwili, na sio lazima mpaka Baba na afanyike mwili. Na huo ndivyo walivyokubaliana katika kufunua siku na saa, iko kwenye mamlaka ya Baba. Kwa hiyo aliwaambia, none of your business, msishughulike na muda. Miongoni mwa mambo ambayo watu waliochoka, wasiojua vipaumbele, ni pale wanaposhughulika na muda wa kuja kwa Yesu na mwisho wa dunia. Wanafanya mahesabu mpaka naweka muda huo, wanautaja mwaka, wanataja na hiki. Hao watu wameshift kwenye heavenly priority, wamehama kwenye kipaumbele. Na nisikiliza ndugu zangu wapendwa, yeye ametupatia tu, mtaona dalili za nyakati, signs of the times. Ndizo anazosema, mtaona vibao, myaonapo hayo tuweni yu mlangoni. Ila ametukataza kabisa kuweka muda maalum. Ukimwona mtu yeyote anakueleza kitu hicho, ziba masikio, amehama kwenye vipaumbele vya ufalme. Sasa bii yake ndio hii. Kipaumbele ni kipi? Ndio ile aya 8, lakini mtapokea nguvu akiisha wajilia juu yenu nani? Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu Yerusalemu, Yudea, Samaria, hata mwisho wa nchi. Nini kipaumbele? Mtapokea nguvu kama matokeo ya uwepo wa Roho Mtakatifu. Kipaumbele chake ni nini? Roho Mtakatifu namba 1. Yule ndiye atakayewarudisha kwenye alignment. Alignment barabara yake ni nini? Evangelism, uinjilisti, ushuhudiaji, witnessing. Hiyo ndiyo barabara na ndiyo kipaumbele cha mbingu. Roho Mtakatifu na utume. Na hiyo ndio anayesema hicho ndicho tulichopewa, ndicho kipaumbele. Maana yake ni nini? Ukiwa na afya njema, hiyo afya njema ni kwa ajili ya utume. Haleluya. Ukifanya shughuli za kiuchumi ukapata shilingi 1, shilingi 2, shilingi 3, kichwani mwako ujue ni kwa ajili ya utume. Ndio hiyo peke yake ndio kipaumbele.
Ndicho kipaumbele, Roho Mtakatifu. Na Yesu Paulo aliandika kwa Warumi ile sura ya 8 aya ya 14, anayeongozwa na Roho wa Mungu, huyo ndiye mtoto wa Mungu. Hakuna anayeweza kujitengeneza awe mtoto wa Mungu ila aliye na Roho Mtakatifu anaitwa mtoto wa Mungu. Kama hakuna Roho Mtakatifu, hakuna mtoto wa Mungu pale. Kipaumbele cha mbingu siku zote, na waletea ahadi ya Baba yenu, Roho Mtakatifu. Yule ndio anaweza kutufungamanisha, to align us. Ndiye fundi mechanic ambaye ataweka tairi zetu kwenye barabara. Na ndio maana swala la utume leo, uinjilisti, ushuhudiaji, ni ajenda inayosababisha sisi tuendelee kuishi. Ni ajenda inayowezesha wewe na mimi kuwa hai. Ndio maana Paulo anasema mimi kuishi ni Kristo, maana yake naishi kwa ajili yake, na kuishi kwa ajili yake ni pale Roho anaponifungulia kutoka Uyahudi kutoka Yerusalemu, Uyahudi, Samaria mpaka mwisho wa nchi. Mwisho wa nchi wakati huo anawaelekeza mpaka ule mji mkubwa wa dunia ya wakati ule ambao ni Rumi, ambao ni maili 1400 kutoka Yerusalemu mpaka Rumi. Kwa unapozungumzia Paulo alisafiri mpaka kule, anazungumzia maili 1400 na kitu, ambazo ni zaidi ya kilomita, kwa sababu kutoka tu Dar es Salaam mpaka Mwanza unaenda kama karibu 1000 hivi na kitu. Lakini maili ambayo nakumbuka ni 1.8, kwa maili moja upate kilomita 1.6 nafikiri kama sio 8. Kwa hiyo inazungumzia zaidi ya kilomita karibu 2000 na kutoka pale. Lakini anasema Roho atawawezesha kutoka hapa mpaka mtafika kule, na ni ushahidi ya kwamba imefika mpaka Dodoma na imefika mpaka Kizota. Wewe na mimi kuwepo hapa ni ushahidi huu ya kwamba kuna watu ambao waliruhusu utendaji wa Roho Mtakatifu maishani mwao miaka iliyopita ili injili ifike Dodoma. Itakuwa ni swala la aibu kubwa mno kwamba tulipoachiwa kijiti hicho tukabaki kufanya kanisa ni ustawi wa jamii, ni kituo cha kupongezana. Lakini ukweli ni huu, kipaumbele cha mbingu sisi kuwa hai, kuwepo hapa leo, ni mashahidi ya watu wa Mungu waliojitoa na Roho Mtakatifu akawaingiza kwenye alignment, na mpaka sisi leo tuko hai kwa sababu ya injili. Tuko hapa kwenye ibada kwa sababu ya injili. Ni maana yake ndio bajeti ya kila familia, bajeti ya kila mshiriki, bajeti ya kila kanisa, bajeti ya uinjilisti, bajeti ya utume, bajeti ya ushuhudiaji. Hatupasi kusikia mbona inahitajika nyingi zaidi, mbona magoli yamekuwa makubwa zaidi, mbona hiki na hiki, jamani punguzeni. Ukweli ni huu, unaishi kwa sababu hiyo peke yake. Hizo kauli zitafutika tu ikiwa Roho Mtakatifu ametufungulia. Hakuna Roho Mtakatifu, tutataka tuishi kama ustawi wa jamii. Tutaanza kufanya mambo ya kisiasa na uharakati. Tunatamani magonjwa yasitupate, tunatamani uchumi usiharibike, tunatamani hiki kisiwe vile. Ufalme wake si wa dunia hii. Hajaja kuboresha afya, hakufa ili mambo ya kiuchumi yawe vizuri. Hajafa kwa sababu watu wafaulu mitihani. Hizo ni kazi ambazo amesema atabariki kazi siku 6 mikono yetu. Lakini kipaumbele ni hiki, hamisha Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu akiwa na sisi, barabara yake ni uinjilisti. Kama mtu anaweza kufungua makanisa, anaweza kutegemeza uinjilisti, anaweza kutoa fedha, anaweza kutumia karama na talanta, ujuzi aliyosoma mpaka vyuo vikuu, anaitwa engineer, anaitwa nani. Ndio maana Mungu hivyo vyote anavitaka. Ni mwalimu, anataka kwenye VBS aweke hapo, afundishe physics, afundishe kemia, afundishe hisabati, afundishe jiografia. Watoto anawafundisha hao bure. Anatafuta tu kama kuna hiki anafanya, lakini anaeleza yuko muumbaji wa mbingu na nchi.
Mtu ambaye ni daktari, tunataka tuone mahema yanawekwa na yeye anatumia taaluma yake. Kanisa limeandaa na anatibu, wanaoandikiwa referral anaandikiwa, sio ile ya kwenda ameitwa kazini kwa sababu na anawajibika, yuko kwenye payroll, ila anawajibika kwamba ana muda ambao anataka atumike na kanisa kwa ajili ya taaluma yake ya utabibu. Kwa mtu ambaye ni engineer, ikifika shughuli za uchoraji wa majengo architect, hiyo ndio kazi yake aliyoitiwa, atachora bure kwa sababu ameongezewa na hicho pia. Na ni mjenzi, lazima atumie kama ni fundi washi. Badilisha vipaumbele kwa jina la Yesu, amina. Tutaenda kuomba.